Mpenzi mtazamaji, hebu tafakari mshahara wa shilingi 973. Tunazungumzia mshahara wa mwezi mzima. Huo ndio ulikuwa mshahara wa madereva walioajiriwa na serikali miaka ya 1960, 70 na 80. Mwanahabari wetu Boniface Barasa ameandaa simulizi ya Mohamed Ismail aliyekuwa dereva wa kwanza kutoka Samburu miaka ya 70. Viungani mwa mji wa Maralal, kaunti hii ya Samburu, tunakutana na mzee Mohamed Ismail akiwa nyumbani kwake. Licha ya kula chumvi na jikokota kutembea kwa kutumia mkongojo. Mohamed ni dereva wa kwanza kutoka Samburu kuwahi kuajiriwa na serikali. Niliandikwa kazi mwezi ya 7 69 na Ministry ya Finance. Nimefanya kazi Nairobi, Mombasa, Busia. Tulikuwa nafanya kazi kwa price control. Kutoka kwa price control nikapelekwa kwa headquarter. Nikawa nabeba PS ya economic plan alikuwa Mkamba, nimeenda retire sasa. Mohamed katika kutumikia taifa kama dereva anaibua kumbukumbu za kutwikwa jukumu la kumsafirisha babake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama wakati huo kuelekea Kismayu, taifa la Somalia. Sasa wakati nilikuwa Nairobi, kwa hiyo PS kulikuwa na delegation ya Kenya na Somalia, walikuwa wanaangalia barabara hii ya Garissa Kismayu na watu ya UN. Sasa nikachaguliwa kubeba mama ya Barack Obama ambayo alikuwa advisor ya president in economic. Nikabebe mpaka Kismayu, tukaenda na njia ya barabara na gari. Kipindi kile Mohamed alipokea mshahara wa shilingi 973 kila mwezi, hali ambayo anasema imekuwa vigumu kujikimu uzeeni, na kuelezea haja ya serikali kutafakari upya kuhusu kiinua mgongo cha madereva wa kale. Sisi wale madereva wakati hiyo pension tunapata sasa ni shilingi 1500, na mtu juzi aliandikwa sasa anaenda retire anapata shilingi 1030 pension 2020. Nataka serikali iangalie sisi wazee wa zamani. Serikali ya sasa ambayo ni ya Ruto na pia ya county, wazee kama hao angestyle njia yote ya kusaidia hata kwamba watembelee hata hawa wazee kama ambao ameshika amebeba viongozi wengi. Unasikia amebeba wakubwa wengi, unasikia hata baba ya rais ya Amerika amebeba. Tunaomba serikali impatie pension mzuri, kwa sababu ile pension amempatia ni kidogo sana, na yeye bado ni mzee, ako na wajukuu. Ni mtumishi wa serikali wa kutoka time ya Moi, na kwa kweli ukiangalia serikali pia inafaa iangalie wazee kama hawa juu kama mashujaa. Barua hizi za kazi ndizo zinazosalia kama kumbukizi ya maisha yake ya udereva, na kwa sasa amesalia kuwalea wajukuu wake na kutoa hamasa kwa vijana mtaani. Ni dereva mkongwe miongoni mwa madereva waanzilishi wa taifa hili ambao mchango wao unasalia kusadikishwa katika mabuku ya historia, na kile wanachodai kwa sasa ni kiinua mgongo ambacho kitawasaidia kujistiri katika kurasa za maisha za mwisho maishani. Boniface Barasa, Runinga ya Citizen, Gatuzi.